Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Mambo yanaonekana kuwa ni mazito kweli kweli ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba kuhusiana kile ambacho kinaendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kuwa ni mazito kweli kweli, hususan kile ambacho kilichopo kwa wakati huu, lakini taarifa njema inaelezwa huko ndani kabisa mambo yamesha kuiva kabisa. Kilichosubiriwa kwa sasa ni kuweza kumtambulisha kocha mpya ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Ni kocha nani? Utakwenda kumjua hapa, kwa sababu rekodi zote niko nazo hapa na taarifa yote niko nayo hapa juu. Sasa wekundu wa Msimbazi Simba wanakwenda kumtambulisha kocha wao mpya ndani ya kikosi chao, moja kati ya makocha ambao huenda wakaivusha Simba katika nchi ya ahadi kwa sababu ya ukubwa wa kocha huyo na sehemu ambayo ametoka. Unafahamu ya kwamba klabu ambayo alikuwa anaifundisha ni miongoni mwa vilabu vikubwa barani Afrika. Ni nani huyo? Utakwenda kumjua hapa, details zake zote niko nazo hapa, ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Inaelezwa kwamba mambo yamefikia mazuri kabisa, na kwenda kukusogezea taarifa hiyo. Ila kabla tujiendelee, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia, miongoni mwa taarifa zetu zinakuwa kufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Bana, taarifa inaweza ikawa ni njema, lakini kuna taarifa zingine ambazo pia sio njema ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba, baada ya makocha kuendelea kuweza kuikataa klabu ya soka ya Simba juu ya kuweza kuifundisha timu hiyo kwa muda ambapo walikuwa wakiweza kumsubiria kocha wao mpya ambaye wanakwenda kumtambulisha kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Taarifa inakuja kama ifuatavyo. Inaelezwa kwamba kocha ambaye alikuwa amepewa jukumu la kuifundisha klabu ya Simba kwa muda, nazungumzia kocha wa Taifa Stars Ahmed Morocco, ameweza kuitolea nje klabu ya soka ya Simba, huku akiweza kuweka mambo hadharani yanayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Ni kitu gani hicho? Ni hiki hapa. Unaambiwa kocha Morocco anasema ya kwamba pale kwenye kikosi cha klabu ya soka Simba hakuna maelewano. Anasema ya kwamba Simba wakitaka kufika mbali inabidi kuwepo na umoja. Hakuna umoja kwa sasa, siwezi kurudi, tulikubaliana mechi moja tu ambapo tangazwa kwamba ataisimamia Simba katika mechi moja tu, na hivyo basi Simba kwa sasa hawana kocha tena. Unaambiwa ahadi 10 za mzabuni wa jezi ambaye ni Jailuti ambazo alizitoa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Watu naulizana vipi zimekamilika? Miongoni mwa ahadi hizo, moja ilikuwa kila mwaka atasajili mchezaji mmoja atakayependekezwa. Hii ilitolewa na watu wengi kama vile walifurahia sana kwamba kama kutakuwa na mchezaji ambaye ni pendekezo ama anavutiwa na mashabiki, basi pendekezo hilo litatoka kwa mashabiki, ni mchezaji gani asajiliwe. Na walianza na Feitoto, lakini mambo yakaonekana magumu kwa Feitoto kumngoa pale Azam FC kuhusiana na kitita ambacho Azam walikuwa akihitaji. Lakini pia jambo lingine alisema milioni 100 kwa ajili ya program za vijana, yani kwamba atakuwa akitoa milioni 100 kwa program za vijana kama vile kwenye kukuza vijana. Lakini jambo lingine ambalo aliahidi ni kwamba atakuwa anatoa milioni 100 kila Simba Day, ambapo Simba Day ikifanyika anakuwa anatoa shilingi milioni 100. Lakini milioni 100 nyingine akasema ya kwamba atakuwa akitoa kila pre-season, yani kila msimu utakapoanza ukimalizika, ili timu ikienda pre-season kujana na msimu mpya, basi atakuwa akiweza kulishughulikia jambo hilo mikononi mwake. Lakini namba 6, studio za kisasa kwa ajili ya idara ya habari, ambapo
ndani ya kikosi cha klabu ya soka Simba atatengeneza studio kali ambayo itakuwa ikiweza kutoa update zote za mambo ya Simba. Lakini jambo la 5 alisema ofisi mpya za klabu, yani kwamba watahakikisha wanapata ofisi mpya ambayo itakuwa ni ofisi ya klabu ya soka ya Simba. Unaona bana. Lakini jambo lingine ambalo aliliahidi ni kituo cha matibabu, yani medical center kwa klabu ya soka ya Simba. Kwa hiyo na lenyewe liko miongoni mwa ahadi zake. Lakini jambo ambalo lingine aliahidi ni basi la kisasa la timu ambalo mpaka sasa pengine bado halijaonekana machoni mwa watu, labda lipo katika mchakato. Lakini jambo lingine ni ujenzi wa uwanja wa mechi wenye mashabiki 10,000 mpaka 12,000 ambapo walitoa ahadi hiyo kwamba atakamilisha. Lakini jambo lingine ni ukarabati wa viwanja vya mazoezi ambapo miongoni mwa malalamiko yaliyotolewa na aliyekuwa kocha wa klabu ya soka ya Simba Fadlu Davis, yeye aliweza zungumzia hayo masuala ya uwanja. Lakini leo hii kocha Fadlu Davis ameweza kufunguka ya moyoni kuhusiana na swala la kusepa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Hatimaye kocha Fadlu amevunja ukimya baada ya kuondoka Simba na kwenda kujiunga na Raja Athletic, akieleza kila kitu alipofanya mahojiano, akizungumzia kuhusiana na kile kilichopo ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Katika mahojiano hayo Fadlu alisema hajaondoka kwa kukurupuka, bali alifanya makubaliano na uongozi wa Simba kuwajulisha ofa aliyokuwa ameipata na kurejea Raja ambako awali alihudumu kama kocha msaidizi. Fadlu baada ya kusimamia Simba katika mechi ya awali ya ligi ya mabingwa Afrika CAF ikishinda huko Botswana 1-0 dhidi ya Gaborone United, akurudi na timu Tanzania. Badala yake aliishia nyumbani kwao Afrika Kusini na kuanza safari ya kwenda Morocco kwa ajili ya kukamilisha taratibu za kujiunga na Raja. Kila hatua ya kuwapo kwa ofa ya kutakiwa na klabu ya Raja niliujulisha uongozi wa Simba, hivyo nimemalizana nao kwa amani na nitaendelea kuheshimu ushirikiano wao kwa kipindi nilichoaminiwa kuifundisha timu, na naamini pengine siku moja naweza kurejea, alisema Fadlu, na kuongeza, naamini nimeacha msingi mzuri ambao utaendelezwa na kocha mwingine atakayekuja nyuma yangu kuhakikisha Simba inafika malengo yake kwa msimu huu. Naamini itafika mbali katika michuano ya CAF na kupambania ubingwa wa ligi baada ya msimu uliopita kumaliza katika nafasi ya pili kwenye msimamo. Kuhusu usajili, kocha Fadlu alisema japokuwa aliwakosa baadhi ya wachezaji aliowahitaji kikosini ikiwamo Faisal alimaliza msimu uliopita na assist 13 na mabao 4, na kiungo bora Bala Conte alijiunga na Yanga, akisisitiza Simba bado na wachezaji wazuri. Bado Simba na kikosi kizuri kitakachoibua ushindani dhidi ya timu pinzani. Kikubwa waendelee kujituma na kuzingatia nidhamu ya kazi yao, alisema Fadlu, aliyesisitiza upendo wa mashabiki wa klabu hiyo utaendelea kuishi moyoni mwake. Fadlu ameondoka na wasaidizi wake Darlin Weekend na kocha wa makipa Waini ndani ya siku 444 sawa na miezi 14 au wiki 63 tangu ajiliwe Julai 5, 2024. Fadlu aliongoza Simba kufikia fainali ya kombe la shirikisho Afrika, ikiwa ni baada ya miaka 31 tangu wekundu wa Msimbazi kucheza fainali ya kwanza katika michuano ya CAF. Rekodi zinaonyesha kwa siku hizo Fadlu ameiongoza Simba katika jumla mechi 53 za mashindano yote, zikiwemo 30 za ligi kuu, 14 za kombe la shirikisho Afrika, 1 ya ligi ya mabingwa Afrika, 3 za ngao ya jamii na 5 za kombe la shirikisho FA. Katika mechi 30 za ligi, Fadlu ameshinda mechi 25 kutoka sare 3 na kupoteza 2, huku akifunga mabao 69 na kufunga mabao 13, akizoa jumla ya mapointi 78, wakati katika mechi 3 za ngao ya jamii amepoteza 2 na kushinda 1, Simba ikifunga bao 1 na kufungwa 2. Unaona bana, rekodi za kocha Fadlu, ambapo anategemea kuweza kuona ujio wa kocha mpya ambaye ni mpaka sasa yupo katika mchakato wa